Kwamba kuna hofu miongoni mwa wakazi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet kufuatia upungufu wa kondomu, hali inayotajwa kuchangia ongezeko la maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa mujibu wa Profesa Sylvester Kimayo, mkuu wa shirika la Ampath, anasema kuwa zaidi ya watu 6,600 wanaishi na virusi hivyo katika kaunti hiyo, wengi wao wakiwa ni wanawake. Katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, takwimu zinaonyesha kuwa watu 6,609 wanaishi na virusi vya HIV, asilimia 2.6 wakiwa wanawake, huku wanaume wakiwa asilimia 1.3. Changamoto kubwa imekuwa ni uhaba wa kondomu, hali inayotishia juhudi za kudhibiti maambukizi mapya. Lakini kurejeshwa kwa ufadhili wa serikali ya Marekani kuna matumaini ya kufanikisha mpango wa usambazaji wa kinga na matibabu. Hata hivyo, ufadhili huu utadumu tu kwa muda wa miezi 9 pekee. Tuna bahati kwamba US government, yani USAID, na wameturudisha na wameendelea kutupatia funding ya HIV hapa katika Elgeyo Marakwet County. Ingawa sisi tumekuwa wachache sasa, ilikuwa mechanisms kama Ampath 60, lakini tumerudishwa 11. Kwa sasa dawa ya HIV yani ARV ziko katika mahospitali zetu kwa kila mahali hapa kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mahali iko tatizo kidogo, maneno ya condoms, bado iko shida kidogo, lakini pia kwa sababu inashughulikiwa na watu wengi, yani serikali ya Kenya na donors, lakini nafikiri serikali inafanya kila jukumu ya kuweza kupata hizi. Na serikali ya Amerika pia imerudi na imeweza kuongezea. Na tungependa kusema kwamba tangu hii ilisimamishwa muda mfupi, lakini huyu profesa na timu yake ya Ampath walitusaidia sana, kwa sababu dawa walikuwa wametupatia dawa ya kutusaidia miezi chache. Kwa hivyo sisi kama Elgeyo Marakwet tulikuwa tumeanza kujifunza jinsi ya kutibu na kuchunga wale clients wote, na hiyo sasa tumeelezana leo, kutoka leo kuendelea mbele hatutaacha hiyo program ya kufunza watu wetu, ili hapo mbeleni tukilemewa tena, then hata hii program ikiisha, watu wetu wa county wanaweza wakaendeleza bila wasiwasi yoyote.